Sasa leo nataka nikufundishe mbinu za kisaikolojia ambazo zinaweza kukufanya uonekane una confidence hata kama hauna confidence. Unajua confidence ni kitu muhimu sana ambacho kinaweza kukusaidia wewe kufanya mambo makubwa ambayo wengine walikuwa wanaogopa kuyafanya. Na changamoto ya watu wengi huwa wanatamani kuwa na confidence badala ya kuishi kama watu wenye confidence. Kwa sababu unapoanza kuishi kama mtu mwenye confidence, utaanza kubadilika taratibu na kuwa na confidence. Sasa leo nitakufundisha mbinu za kisaikolojia ambazo zinaweza kukusaidia ukawa na ujasiri na ukawa na mamlaka kufanya vitu mbalimbali kwenye maisha yako. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa mbinu ya kwanza kabisa tunasema rekebisha lugha ya mwili, yani body language. Sasa kwenye kurekebisha lugha ya mwili ndio ina sehemu kubwa sana ya kusaidia mtu kuonekana wa confidence hata kama hauna confidence. Na kitu ambacho unatakiwa ufahamu, lugha ya mwili, yani unavyoonekana au unavyokaa inaweza kufanya mtu akuone kama una ujasiri hata kama hauna ujasiri. Na kitu ambacho unatakiwa ufahamu, vile ambavyo unakaa pia inaweza kuathiri jinsi akili yako inavyokuwa. Kwa hiyo kwa mfano ukikaa katika mkao ambao unaonesha wasiwasi au hofu, pia na akili yako itaendana vile vile. Kwa hiyo lugha ya mwili inaweza pia ikaathiri vile akili yako inavyofanya kazi. Sasa tunaenda kuangalia mbinu za kurekebisha lugha ya mwili ili uonekane una ujasiri na watu wanaokuzunguka wakuone ni mtu ambaye unajiamini. Sasa kuna mbinu inaitwa mbinu ya power of posing na utulivu. Sasa hii inakuwaje? Namna unavyojirekebisha au unavyokaa inaweza kuamua vile jinsi unavyoonekana. Unaweza kuonekana kama jasiri au kuonekana ni mtu mwenye hofu. Jambo la kwanza kabisa kwenye jinsi unavyokaa, yani pose ambalo unakaa, ni vile jinsi unavyojiweka. Kwa mfano ukiwa umeweka kifua mbele na mabega nyuma, umenyooka vizuri, umesimama kwa wima, hiyo inakuwa ina ishara kwamba unajiamini. Lakini kwa yule mtu ambaye amerudisha kifua ndani, mabega ameyapeleka mbele na ameinama chini, hiyo ni ishara ya wasiwasi. Kwa hiyo unapokuwa umesimama sehemu yoyote, jitahidi kifua kiinuke mbele, mabega yanyooke vizuri na uinuke juu, usiangalie chini. Hiyo inaonyesha kwamba wewe unajiamini. Lakini jambo la pili, acha mikono yako ionekane. Kisaikolojia, unapokuwa umefungua mikono yako iko wazi, ni ishara kwamba hufichi kitu chochote na unajiamini, yani huna hofu yoyote. Lakini unapokuwa umefunga mikono, umeweka nyuma, umeficha sehemu tofauti, yani haijatulia, imekaa tu sehemu mbalimbali, yani haijakaa kwa mpangilio mzuri, inakuwa ni ishara kwamba hujiamini na una wasiwasi. Lakini jambo la tatu, simama kwa uwiano, tunaita the ground stance. Unapokuwa umesimama, hakikisha miguu yako yote imegusa kwenye ardhi, sio mguu mmoja umeinuka juu afu mwingine ndio umeshikilia ule mwingine au umeegemea upande mmoja. Hiyo inakuwa na ishara kwamba hujiamini. Lakini mtu anayejiamini mara nyingi huwa anasimama wima na miguu yake yote inakuwa imegusa kwenye ardhi. Hiyo ni ishara ya mamlaka na kujiamini. Lakini jambo la 4, punguza fidgeting. Hizi fidgeting ni zile vitu vidogo vidogo ambavyo mtu anavifanya kama vile kuchezea simu, kuchezea mikono, kuchezea miguu, kugonga. Japo zipo tafiti zinaonyesha kuna wengine wakifanya hivyo wanakuwa wanaongeza umakini, lakini asilimia kubwa mtu anayefanya hivyo ni ishara ya wasiwasi. Kaa kwa utulivu, kifua chako kiinuke mbele, angalia mbele vizuri, muangalie mtu anayeongea naye na simama vizuri. Usianze kuchezea mikono, kuchezea simu, kuweka mikono mfukoni mara nyuma, yani unakuwa hauna utulivu. Hiyo ni ishara ya wasiwasi. Lakini pia kitu cha pili kabisa kwa ambacho ni cha muhimu zaidi kwenye lugha ya mwili ni nguvu ya kuchukua nafasi. Hii tunaita space ownership. Unajua namna ulivyokaa au unavyoonekana sehemu ulipo inaweza kuonyesha kwamba wewe unajiamini. Na njia nzuri ya kuwafanya watu wakuone kwamba una confidence, vile ulivyokaa, jitahidi uoneshe kwamba ile sehemu unaimiliki. Kama kwenye kiti, egemea kiti, vitu vyako vipange vizuri, kama kwenye meza viweke vizuri, visibanane. Mtu yote mwenye wasiwasi anakuwa na hofu ya kuchukua nafasi, lakini mtu ambaye anajiamini hana wasiwasi wowote. Kwa kaa vizuri kwa kujiamini, weka vitu vyako vizuri, egemea vizuri bila wasiwasi wowote. Hiyo itakuonyesha kwamba unajiamini. Lakini jambo la 3, tumia miondoko ya kujiamini. Tembea kwa kasi ya kawaida. Watu ambao wana wasiwasi mara nyingi wao wanatembea kama wanataka kukimbia. Yani anakuwa anatembea kama anataka kukimbizwa. Lakini mtu anayejiamini mara nyingi anatembea kwa mtembeo ambao ni wa kujiamini. Hata kama ni kwa haraka, lakini ni mtembeo ambao una uhakika, hana wasiwasi. Na njia nzuri ni ile kwamba
umeinuka vizuri, kifua chako kimetangulia mbele na kichwa chako kimeangalia mbele na haujaangalia chini, yaani kuinama, lakini pia na bega yako yamenyoka vizuri na unatembea wima vizuri bila kuinama. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba unajiamini. Hata kama uko unatembea kwa haraka inakuwa ni ishara kwamba unajiamini. Lakini yule mtu anayetembea kwa kama anakimbizwa alafu pia ameinama chini, hiyo ni ishara ya wasiwasi na hofu. Lakini geuza mwili wako wote. Kwa pale kwa mfano mtu anakuita au unataka kuongea naye, njia nzuri ya kuonesha kwamba yule mtu unamheshimu na kwamba unampa attention na huogopi wewe kumpa attention yako. Maana yake pale anapokuomba muongee au amekuita, ndio ugeuke kwa kugeuza mwili wako wote, usigeuze shingo. Unapogeuza mwili wako wote, hiyo ni ishara kwamba unajiamini na huogopi kumpa attention yako. Yaani maana yake unajiamini kile unachokifanya ni sahihi na huogopi kufanya jambo lolote pale ambapo upo na huyo mtu. Hiyo ni ishara kwamba ya kumiliki mazingira. Lakini vile unapogeuza shingo, hiyo kisaikolojia inakuwa na ishara kwamba unakuwa na wasiwasi na yale mambo unaenda kuzungumza au unakuwa huna utulivu. Lakini unapogeuka mwili wako wote na kumwangalia yule mtu, ni ishara kwamba kwanza unamheshimu, lakini pia una mamlaka na hayo mazingira. Sasa mbinu ya pili ni udhibiti wa macho na tabasamu. Vile mtu unavyomtazama na unavyotabasamu inaweza ikatoa ishara kwamba unajiamini au una wasiwasi. Sasa kwenye macho kuna mambo ya msingi zaidi ambayo utakuwa uyafanye ili uonekane unajiamini, na vile jinsi unavyotabasamu kuna vitu vya kuzingatia ili uonekane wewe unajiamini. Sasa tukianza kwenye macho, tunasema waka kuna nguvu ya eye contact. Mara nyingi ile uwezo wa kumtazama mtu. Sasa kwenye namna ya kumtazama mtu kuna mambo matatu ya kuzingatia. Jambo la kwanza kabisa ni mbinu ya 80-20. 80% unapokuwa unaongea na mtu utakuwa umtazame. 20% tu ndio unatakuwa uangalie pembeni na kuangalia sehemu zingine. Na usikosee, usiangalie chini. Kuangalia chini ni ishara ya kwamba unajiona mdogo kwa yule mtu unaoongea naye. Angalia pembeni kama umechoka kumwangalia huyo mtu, lakini usiangalie chini. Kuangalia pembeni ni ishara kwamba unatafakari au unawazia jambo la muhimu. Lakini tumia mbinu ya triangular gazing. Kwa mfano umeona umechoka kumwangalia mtu au unajisikia vibaya kumwangalia mtu sana, unaweza kumwangalia katika upande wa jicho la kushoto, ukaja la kulia, afu kashoa hadi kwenye mdomo. Na hii mara nyingi waga ni njia nzuri ya kumfanya mtu avutiwe na vile jinsi unavyokuwa unaongea au kumwangalia. Au ukaenda ukaangalia jicho la kushoto, la kulia, afu kaangalia kwenye paji la uso. Hiyo inakufanya kwanza unaondoa pressure kwa mtu unayemwangalia, lakini naye pia hutachoka kumwangalia huyo mtu. Lakini jambo la tatu, usivunje eye contact kwa kuangalia chini. Kama nilivyosema awali, kwa mfano umechoka kumwangalia mtu, usiangalie chini. Kuangalia chini ni ishara kwamba unajiona mdogo ule mtu ambaye unaongea naye, na hiyo itakupunguzia kabisa ile namna mtu anapokuchukulia wewe kama ni jasiri. Kwa hiyo umechoka kumwangalia mtu, angalia pembeni, kushoto au kulia, sio kuangalia chini. Lakini jambo la pili la kwenye udhibiti wa macho na tabasamu ni tabasamu la flood smile. Mara nyingi watu wengi wanakosea. Sasa wale watu ambao hawana uwezo wa kujiamini, wakikutana na mtu wanatabasamu haraka haraka. Hiyo ni ishara ya kutaka kupendwa, yani kujipendekeza kwa mtu. Lakini ukitaka mtu asamini kile ambacho unakifanya, sana sana tabasamu lako, na kuone wewe unajiamini, ni pale unapokutana na mtu muangalie machoni alafu subiri kidogo ndio tabasamu. Hiyo itakuwa inaonyesha kwamba tabasamu lako ni la thamani na kwamba hulitoi tu ovyo ovyo, unalitoa kwa watu maalum. Lakini yule ambao unacheka cheka tu kukutana na mtu, inakuwa inaonyesha ni kitu ambacho unaweza kumpa mtu yote na thamani yake itakuwa haina maana kabisa. Kwa hiyo itaongeza thamani, kwa sababu unapokutana na mtu kumwangalia machoni, usikimbilie kutabasamu. Subiri hata sekunde moja, na ni muda mfupi tu kidogo. Sekunde moja ni muda mfupi sana. Alafu tabasamu kidogo. Hiyo itakuwa inaonyesha kwamba yule mtu unaongea naye umempa thamani na tabasamu lako ni la thamani, ulitoi ovyo ovyo. Na hiyo itakutengenezea kujiamini. Yule mtu unaongea naye atavutiwa zaidi na wewe, na wewe utaongeza ujasiri. Lakini jambo la tatu, tabasamu la macho. Hii tunaita the smiles. Sasa unajua mara nyingi watu wengi waga wanafikiri kwamba unapotabasamu huwa inaishia tu mdomoni, lakini kisaikolojia tabasamu la kweli huwa linahusisha na macho. Hii waga inaita ni Duchenne smile. Lakini yule mtu ambaye anacheka anaishia tu mdomoni, hiyo tunataka ni fake smile. Na mtu yote mwenye wasiwasi ambaye hajiamini mara nyingi waga anafanya fake smile. Sasa mtu anayejiamini kwa sababu ana uhakika na hana wasiwasi wowote, mara nyingi
atacheka kwa kujiachia, yani atakuwa wazi. Mara nyingi anafanya hii Duchenne smile. Sasa Duchenne smile ikoje? Kwenye kona za macho zile za pembeni waka kuna jikunja mtu anavyocheka. Hata leo ukitaka kugundua hii Duchenne smile, unapokuwa unacheka na mtu muangalie kwenye kona ya macho. Ukiona imejikunja, hiyo ndio Duchenne smile. Kule mwishoni kabisa kwenye macho utaona kuna vikona waka vinajikunja. Lakini kama havijajikunja, hiyo ni fake smile. Na mara nyingi watu wengi wanaifanyaga hiyo. Hata hajajisikia kucheka, anafanya tu kwenye mdomo, lakini kwenye macho anakuwa hajahusisha kitu chochote. Lakini jambo la 4 ni the calm gaze, mtazamo utulivu. Mtu anayejiamini mara nyingi waga achezeshi macho bila mpangilio, na watu wenye wasiwasi mara nyingi utakuta macho anatepesha juu kwa juu, mara anaangalia huku na huku. Hiyo ni ishara ya wasiwasi, na kama mtu anataka kukimbia, yani kama anataka kutoroka sehemu, yani hana amani. Lakini mtu anayejiamini anaangalia vitu kwa utulivu, hana papala. Unakuta mtu kakaa sehemu, kila kitu kinachotoka anakiangalia haraka, macho hayajatulia huko na hivi. Hiyo ni ishara kwamba hujiamini, na watu wanaokuona watakuona wewe hauna self control na haujiamini. Lakini mtu ambaye anajiamini mara nyingi ana utulivu, hana papara kuangalia huku na huku, ana utulivu ambao unaangalia vitu kwa mpangilio mzuri, sio ile pressure kwamba anaangalia huku mara huku, hana utulivu. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba hujiamini. Sasa mbinu ya 3 ni zungumza kwa mamlaka. Sasa hapa kwenye mamlaka tunaitaga ni authority act, yani namna unavyoongea inaweza kuonesha kama wewe unajiamini. Na watu wote ambao wanajiamini mara nyingi wao wanaongea kwa mamlaka, yani authority. Sana sana kama viongozi mara nyingi utakuta wanaongea kwa mamlaka. Sasa leo nitakufundisha namna gani ya kuongea kwa mamlaka ili kila mtu anayekusikiliza akuone wewe unajiamini. Sasa jambo la kwanza kabisa ni punguza kasi. Hii tunaita the pace power. Unapokuwa unaongea na mtu ukawa unaongea kwa haraka zaidi, hiyo ni ishara kwamba hauna muda mzuri wa kuongea, yani umepewa kama muda kadogo tu kuongea. Yani ni ishara ya wasiwasi kwamba watu wanaweza kukuzuia usiongee zaidi. Ndio maana kutoa watu wanaongea sana haraka wanakuwa yani hata maneno mengine wanayoongea hasikiki vizuri. Maana yake yani kisaikolojia ni ishara kwamba yani kama una wasiwasi kwamba wanaweza kukuzuia. Kwa ile haraka yako sasa inakuwa inaonyesha kwamba huamini kile unachokisema. Yani ni ishara ya wasiwasi kisaikolojia kwa lugha rahisi. Kwa hiyo mara nyingi ili uonekane unajiamini na una mamlaka katika mazungumzo yako, ongea kwa kasi ya kawaida. Usiongee kwa haraka zaidi. Ongea tu kwa kasi ya kawaida. Na hiyo itaonekana, itakuonesha wewe unajiamini. Lakini jambo la pili, shusha sauti mwishoni. Nasema avoid up talking. Sasa kosa kubwa ambalo watu wengi wanakosea, unapokuwa unaongea na mtu alafu mwishoni ukapandisha sauti, ni ishara kwamba unamuuliza swali. Yani unamuomba ridhaa yeye aamue kwamba kile unachokizungumza ni sahihi au sio sahihi. Lakini mtu anayejiamini au mazungumzo ya mamlaka ni yale ambayo mwishoni unamalizia kwa sauti ya chini. Hiyo ni ishara kwamba una uhakika. Lakini ukimalizia na sauti ya juu, maana yake ni ishara ya kutaka udhibitisho kwa mtu mwingine kwamba kile unachokiongea ni sahihi. Sasa hiyo itakupunguzia ujasiri, kwa sababu unapokuwa unaongea na ukataka udhibitisho wa mtu fulani, maana yake yale maneno unayoongea uyaamini. Wewe ukitaka kujijua vizuri kama una hali hiyo, unaweza kujirekodi unapokuwa unaongea. Ukiangalia mwishoni unakuwa unamalizia kwa sauti ya juu, maana yake ndio una changamoto ya hiyo. Kwa hiyo utakuwa ushushe sentensi mwishoni. Hiyo ni ishara kwamba umefunga sasa maongezi yako na unaamini kwamba ndio yameishia hapo. Lakini ile unapomalizia kwa sauti ya juu ni sawa na kama unauliza swali kwamba hili nilosema ni sahihi au sio sahihi, au mnaonaje? Sasa hapo watu watakuwa wanaweza challenge kupitia yale mambo unayoyauliza au unavyoyasema, kwa sababu unakuwa huyaamini. Lakini jambo la 3, nguvu ya ukimya. Hii tunaita strategic pause. Hii ni mbinu nzuri sana ambayo inaweza kusaidia kuonekana jasiri. Unapokuwa unazungumza na mtu, kaa kimya kidogo. Hata unapokuwa unauliza swali au unapokuwa unaongea naye, usiwe mwepesi kuongea zaidi. Kaa kimya kidogo ukimsikiliza. Hii itakuwa inaonyesha kwamba kwanza unapata muda wa kufikiria na kujua namna ya kujibu, lakini utaonekana pia una self control. Maneno yako unayapangilia vizuri, hauyalopoki. Lakini ule mtu ambao itakuwa inaonekana kwamba huyo mtu hana self control na hajiamini. Lakini jambo la 4, ondoa maneno ya kujishusha. Tunasema minimize qualifiers. Mara nyingi watu ambao wana wasiwasi utakuta nasema mimi kwa uwezo wangu mdogo sidhani kama hii itafanya kazi, yani kama itafanikiwa tutaona. Yani maneno yako yanakuwa hayana mamlaka, hayajiamini. Lakini mtu ambaye anajiamini anasema kwa mtazamo wangu mimi naona hivi na hivi, au
kwa utafiti ambao nimefanya na maana njia hii inasaidia, au kwa uelewa wangu ambao nimeufanyia utafiti naona njia hii ni sahihi. Unaona, yani sentensi inakuwa na mamlaka. Epuka kuongea maneno ya kujishusha kwamba sidhani kama itafanya kazi, au kwa uwezo wangu mdogo ambao nimeona. Sasa hapo watu wengi wanapenda watu wenye uwezo. Sasa ukisema uwezo wako mdogo, watu wataona obviously wewe hatuwezi kumsikiza kwa sababu hana uwezo. Kwa hiyo jitahidi uongee kwa mamlaka kwamba kwa utafiti ndio ufanya, kwa chunguzi ndio angalia, kwa muda huu nimegundua hichi na hichi na hichi kitasaidia. Utaonekana una mamlaka katika maneno yako na watu watakuona wewe unajiamini. Lakini mbinu ya 4, vaa silaha yako. Mara nyingi kwenye kuvaa silaha yako ni vile jinsi unavyoonekana. Unajua watu wengi wanapoziaga vile jinsi unavyoonekana inaweza kukutengenezea wewe kujiamini. Ukiwa laflafu, uko hovyo, hujakaa vizuri, inapunguza kabisa uwezo wa kujiamini. Na hii ipo kisaikolojia kabisa. Yaani vile unavyokaa vizuri ukapendeza inaongeza uwezo wako wa kujiamini. Sasa kuna namna ya kutumia mavazi kama silaha kuongeza confidence. Jambo la kwanza kabisa ni kanuni ya fit, kukutosha vizuri. Vaa mavazi ambayo yanakutosha vizuri kwa sababu yatakufanya ujisikie vizuri. Ukivaa nguo ambazo zimekubana, sana sana kwa wale wadada ambao wanavaa visuali ambavyo vimebana sana, au nguo ambazo vimebana sana, kwa maana hata uwezo kukaa vizuri, unakuwa unajishtukia. Au wale ambao wanavaa nguo fupi, maana hata kunyanyuka unakuwa huwezi, unakuwa unaogopa. Nishakutana na mtu ambaye amevaa nguo ambayo ni fupi, hata kusimama anakuwa na wasiwasi. Sasa hii inakupunguzia ujasiri. Hata kwa wale wakaka ambao unakuta anavaa nguo ambayo inambana sana, kwa unakuta hata kusimama nguo inajipandisha juu, hawezi kusimama vizuri, paka anaangaa kwanza watu wamekaaje ndio wasimame. Sasa hapo obviously ujasiri utapungua. Lakini ukivaa nguo ambayo inakutoshia vizuri utajikuta unajiamini kusimama, kuongea, kwenda sehemu yote kwa sababu upo vizuri. Lakini vaa kwa ajili ya nafasi unaoitaka. Mara nyingi kama unaenda labda kwenye sherehe au kwenye kikao, vaa kulingana na ile event. Hii itakuongezea ujasiri wa 10% kulingana na tafiti zilizofanyika. Kwa sababu unapoenda labda kwa mfano kwenye ofisi, labda kuna kikao, ukavaa vizuri kama huyu dada alivyovaa hiyo suti, ka dress vizuri, malaki ukifika kule unajikuta na wewe umependeza kama watu wengine, itakuongezea hali ya kujiamini zaidi. Lakini ukienda tofauti inakupunguzia ile hali ya kujiamini. Kwa vaa kulingana na nafasi, unaona, ambayo unaenda, na itakuongezea ujasiri. Kwa sababu ukienda tofauti na wale watu wengine unajikuta wewe utajiona kama inferior na utajiona kama hauko sawa na wengine. Lakini ukienda umevaa vizuri alafu na mazingira yanaruhusu hicho kitu, utajikuta unaongeza ujasiri zaidi. Lakini jambo la 3 ni the power item, kitu cha nguvu. Unajua kila mtu ana kitu chake ambacho akitumia waga anajisikia vizuri. Mwingine kuvaa saa, viatu vizuri, mwingine perfume, mwingine kuna shati fulani au kuna gauni fulani. Kwa hilo nitakuwa ulitumie mara nyingi kama unaenda labda kwenye sehemu. Kwa mfano labda kama ni perfume, jipulizie, kwa sababu vile unavyojisikia vizuri inakuongezea kisaikolojia ujasiri. Unaanza kujisikia vizuri, na lakini pia inaasili na wewe jinsi unavyojiamini, kwa sababu vile ambavyo una apia au unavyojisikia inaasili pia na akili yako, vile jinsi unavyojifikiria. Kwa hiyo kama ukijiona vizuri, pia na mpangilio wako wa akili na namna unavyojifikiria utakuwa vizuri na utajiona wewe ni jasiri. Lakini jambo la 4 ni usafi na mpangilio. Tunaita grooming. Jitahidi uwe safi, usijiweke laflafu. Kama ni viatu, blush, nguo zako ziwe safi, zimefuliwa vizuri, ziko nadhifu, yeye inakuongezea ujasiri. Lakini jambo la 5 ni saikolojia ya rangi. Kwa mfano rangi inaweza kuashiria kitu fulani, na mara nyingi rangi ina nguvu ya kusema kitu, kwa sababu hii ni kisaikolojia kabisa. Kwa mfano kama rangi nyeupe huwa inaonyesha uaminifu, unaona, lakini na ukweli, rangi nyeupe hiyo. Lakini rangi ya dark blue manake hiyo pia na yenyewe waga inaonyesha uaminifu. Lakini pia rangi nyeusi yenyewe inaonyesha nguvu. Lakini rangi nyekundu inaonyesha usubutu. Kwa kila rangi na maana yake, na kulingana na sehemu usiku unaweza kutumia rangi ili kuonesha lile jambo. Na takuja niendelee somo jinsi ya kujua saikolojia ya rangi na jinsi ya kuzitumia. Kwa hiyo kila rangi na maana yake, na ndio maana unakuta daktari anavaa koti jeupe kwa sababu ya nyeupe ni roho safi au moyo safi, au uaminifu. Lakini nyeusi ni mamlaka na nguvu. Ndio maana unakuta viongozi wengi wanavaa suti nyeusi au wachungaji kwa sababu ya mamlaka na nguvu. Kwa hiyo rangi pia ina nafasi ya kujua hivi vitu kwamba vinaweza kusema kitu fulani labda unachotaka kwenda kukiwakilisha sehemu fulani. Lakini mbinu ya 5
nibadili mtazamo. Hii tunaita focus on others. Unajua hii ndio mbinu ambayo inaweza kusaidia wewe kuongeza ujasiri na ukaonekana wewe ni jasiri. Kwa sababu unajua watu wengi wanapungua ujasiri kwa sababu ya kuwaza nitaonekanaje, watu watanifikiriaje. Lakini vile unavyoacha kujiwazia wewe ukaanza kuwazia watu wengine kwamba ninapoenda pale nifanyeje ili wale watu wawe vizuri, au nifanye kitu gani ili ya mazingira yawe mazuri, utajikuta uwezi kujiwazia wewe tena, unaanza kuwaza watu wengine. Kwa ule muda wa kwanza kujifikiria wewe utakuaje, ujipangeje, unajikuta unasahau, unaanza kuwaza vitu vingine, na hiyo inakutengenezea wewe ujasiri. Sasa kuna namna ya kufanya ili kubadilisha mtazamo kutoka kuanza kujifikiria wewe ambao itakupotezea kabisa nguvu ya kujiamini na kuanza kuwafikiria wengine ambao itakupelekea wewe kuwa na uwezo wa kujiamini. Jambo la kwanza kabisa ni kuwa mvumbuzi, sio mwigizaji. Watu wengi wanakosea na ndio waga inawanyima ujasiri kwa kuigiza. Anaenda kwenye kundi la watu anataka aonekane yeye ndo msafi, akosei, yuko vizuri. Hapo rafiki yangu itakuharibia kabisa ujasiri. Jambo unatakiwa kufahamu, unapoenda kwa watu jiulize, ninapoenda pale nifanye kitu gani ili wale watu wafurahi, au nifanye kitu gani ili mazingira yawe sawa. Lakini ukianza kwamba watu watanionaje, nifanyeje ili kitu kiwe sawa, utajikuta unapoteza ujasiri na unaanza kuigiza. Sasa unaanza kufanya vitu ambavyo hata wewe mwenyewe ulikuwa hauwezi kuvifanya. Kwa hiyo unaanza kuongea kwa maneno ambayo hata ulikuwa unaongea ili tu wafurahishe watu wengine, na unajikuta unakosea, na ile hali ya kukosea na kutengenezea hofu. Lakini ukibadilisha mtazamo ukawa mvumbuzi, mchunguzi, kama ninapoenda pale ni wafanyaje wale watu ili wajisikie vizuri, nifanyaje ili watu wawe sawa au mazingira yawe sawa, hiyo inakupotezea kabisa ile hali ya kuwa na wasiwasi na unaanza kujiamini. Lakini uliza maswali ya wazi, tunaita open ended question. Unapoenda kuongea na mtu, muulize maswali ambayo yeye ataanza kujielezea zaidi kuliko kuuliza maswali mafupi ambayo yatakufanya wewe uanze kujielezea zaidi. Unaweza kumuuliza leo siku yako imekuaje, ili aanze kujielezea zaidi. Na pale anapoanza kujielezea zaidi, wewe unapata muda wa kufikiria na wa kutulia, kwa sababu unakuwa na utulivu na kuwaza kipi cha kusema badala ya kuanza kuongea zaidi. Wewe unajikuta unaongea hata vitu vingine ambavyo hukupanga hata kuvisema. Lakini toa pongezi za kweli. Hii inaitwa the generous leader. Mara nyingi watu wanapenda kutambuliwa, na ukitaka wazingatie watu wengine kuliko kujizingatia wewe, wazo unapoenda kukutana na mtu ufanye kitu gani ili mtu ajisikie vizuri. Kwa hiyo unaweza kumpa sifa. Kama mtu kapendeza, mwambie umependeza. Kama mtu yuko vizuri, mwambie uko vizuri. Kwa sababu ule muda wa kwanza kujiwazia wewe utapotea na utaanza kuwazia watu wengine, na hiyo itakutengenezea wewe hali ya kuonekana ni jasiri. Na watu wanavyoona kwamba unawazingatia watu wengine, watakupa attention kubwa na kuona kwamba wewe ni mtu ambaye unawathamini. Lakini jambo la 4 ni active listening, kusikiza kwa makini. Watu wengi waga hawajui namna ya kusikiza watu. Wanaongea na watu ili wajibu. Lakini njia nzuri nitakuwa umsikilize mtu. Unapomsikiliza mtu, utajua namna gani ya kumjibu na utajua namna gani ya kujua mahitaji yake ili uendane na vile ambavyo anataka yeye. Sasa kuna namna nzuri ya kumsikiza mtu. Unaweza kaitikia kwa yale maneno ya mwisho ambayo anazungumza, au kwa unaitikia ile aha, kumbe umesema hivi au ulisema hivi. Hiyo ni art of listening, kumsikiliza mtu. Mtu anajisikia vizuri na anaendelea kuongea. Kwa hiyo anavyoendelea kuongea zaidi, unajikuta wewe una focus kwake zaidi kuliko kujiwazia wewe. Kwa sababu unapoanza kujiwazia wewe, utaanza kujitengeneza na kujiigiza. Na ukianza kujiigiza ndio utaonekana wewe kabisa hujiamini, kwa sababu utajikuta unakosea. Una vitu ambavyo utafanya ambavyo sio wewe, ndio maana ya kuigiza. Sasa utakosea na watu watakuona kama ni mtu ambaye hujiamini. Lakini kuna mbinu inaitwa spotlight effect. Unajua mara nyingi watu wengi waga wanajiona kwamba watu muda wote waga wanawazia wao, na kama umemulikwa na torch, yani muda wote wanaangaliwa wao wanachokifanya, wanalotenda. Lakini kiuhalisia watu hawako hivyo, wako busy na maisha yao, na hii ndio waga inawanyima watu ujasiri. Anaona kama nikienda pale watu wananiangalia, watu watanifikiriaje, itakuaje. Lakini hii waga ni mtazamo mbaya ambao watu wanajitengenezea, na hii ndio waga inawanyima watu ujasiri na kujiamini. Lakini kiuhalisia mtu waga yuko busy na mambo yake. Hata kama umekosea kitu kwenye jamii, huwa hakidumu. Mambo mangapi ambao watu wamekosea lakini tumeshayasahau. Watu hawako busy kufuatia mambo yako unayofanya. Acha kuwazia vile jinsi watu wanavyokuona. Watu wako busy na maisha yao. Sasa ukianza kuwazia kwamba watanionaje, nikikosea itakuaje, hapo litakupunguzia kujiamini. Na hii imetokana kwa sababu sisi binadamu toka zamani ni binadamu ambao ni wa kijamii. Tunapenda tufanye vitu ili jamii tuone sisi ni wa ajabu. Kwa hiyo ile inakutengenezea sasa ile hali ya wasiwasi kwamba nikifanya hivi nitaonekana wa ajabu. Kasa ile inakutengenezea hali ya kutojiamini na kuwa na wasiwasi. Lakini kiukweli kila mtu yuko busy na maisha yake. Hata kama kwa mfano umekosea, watu
watazomea kwa muda au watacheka, lakini baadaye wataendelea na maisha yao mengine. Sasa ule mgogoro wako waanza kuwaza watanionaje, huo ndio unakusumbua mpaka unashindwa kuchukua hatua kufanya mambo makubwa zaidi. Jambo la msingi la kuzingatia, wewe endelea kudili na vile vitu vya msingi. Usianze kuwaza watu wanaonaje, watanifikiriaje. Watu wako busy na maisha yao, hawana muda wa kufikiria wewe. Na siku ukija kugundua kwamba watu wako busy wanadili na vitu vyao, utakuja kushangaa zaidi, kwa sababu unakuwa unajiwazia labda wananiwazia, wananifikiria, wananionaje. Hiyo ndio inaitwa spotlight effect. Yani unakuwa unaona kama watu wanakuchukuliaje, wanakufikiriaje, wakati watu wako busy na mipango yao na maisha yao. Hata kama ukiwazia wewe ni kwa muda mfupi tu, wanaachana wewe, unaendelea na mambo mengine, kwa sababu maisha yana mambo mengi. Unatakiwa ufocus na vile vitu vya msingi. Usianze kuwaza kwamba watanionaje. Na unatakiwa ufahamu binadamu, kama kwa mfano kukosea ni hali ya kawaida ya binadamu. Usiogope na kujiona kwamba uko tofauti mpaka ikakupelekea kupunguza kujiamini. Hebu niambie katika somo la leo, katika hizi mbinu 5 umejifunza nini zaidi? Lakini kama una swali unaweza comment sehemu ya comment section, lakini pia kama kuna mtu ambaye unaona video hii inaweza kumsaidia, unaweza ukashare kwake ili pia naye ajifunze. Like, share na subscribe na washa kengele ya notification ili wa kwanza kupata masomo yetu. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world. Bye bye na tukutane kwenye kipindi kinachofuata.